kusanyika, wanasema wewe ni asiye yote Baba. Tupate viti tutulie. Wote hapo Yerusalemu, Bwana Yesu apewe sifa. Hamjambo. Yesu pake. Madhani wa gosho hati ya kuzungu hauna hakika. Amen. Tupigie Yesu makofi kwa kipindi kilichotoka. Amen. Umesikia mahubiri eh? Umesikia mahubiri? Umebarikiwa? Kama mimi, hii maiki haiko sawa kabisa. Haziko sawa kabisa, zinasinya. Ukiomba unasikia inabana kwa hata badali wote bila maiki. Hapo makini hapo kwa viungo kabisa. Nako serious. Amen. Haleluya. Najua vile ni jongo na ndio hii ni kwa yetu na akili zetu tunafanya tumbo inalia. Tunatumia hivyo. Hiyo haina nani. Usishindwe na wewe una uhai, hiyo haina uhai. Sasa control wewe. Yes. Mimi nimeishi kubarikiwa sana. Yeah. Kuanzia neno la kwanza, neno la pili zilikuwa ni ujumbe za kufuatana, zote zilikuwa na nguvu na tumebarikiwa sana. Amen. Tumebarikiwa kweli kabisa. Kama mimi umebarikiwa kweli. Lucy amehubiri kifungu gani? Biblia gani na kifungu gani? Gapi? Na purity gapi? Ime ama niige. Nasikia ime.
Oh, 4. Asante. Haya, pigia Yesu makofi. Amen. Ilikuwa ni neno zuri, limejaa baraka, neema na utukufu. Amen. Haleluya. So tunaingia kwa kipindi gani? Ati nini? Roho yako unasikiaje ukisikia neno sadaka? Unasikiaje? Kati ya vipindi vyote hivi unasikia raha kweli? Hakika. Mbona kuna kaungo hapo anga yako? Hapo juu ya kichwa angalia. Unaona kitu kinaitwa uongo. Sasa wale wanasikia raha wanajiandaa kwa kumtolea Mungu. Tena katika roho safi. Heri wenye moyo safi, maana wao ndio watamuona nani? Yesu. Tunataka tumuone Bwana. Basi pia kila ibada zote ni zake za kumtolea dhabihu. Imefika ile wakati sasa ya Mungu kuangalia roho yako, ya kwamba si mmojawapo ya wale wanaopatikana ya kwamba unampenda Mungu kwa mdomo, lakini kwa roho yako uko mbali. Sasa wacha tuone kama uko karibu. Yes. So kwa bahasha unaweka fungu lako la 10 pamoja, shukrani zako, sadaka zako za nadhiri na mambo mengine kadhalika, alafu ile sadaka ya amani ya kutoa kwa ajili ya lolote unaileta hapa madhabahuni na inakuwa ya baraka. Amen. Yesu baraka wabariki wabalanga wabalanga wabalale wabalanga
Napendeza. Wajua Yerusalemu ukikuja kama unakaa kama ambaye hujielewi. Utaona kama vinafanyika ni vituko, utaona kama unaota. Ni kitu kinafanyika tu. Wajua kama umezoea kanisa la kwenda kulala, unaamka ibada imefungwa, sio hii. Amen. Acha tuingie sasa kumtolea Bwana. Acha tumtolee Bwana. Umejiandaa vizuri? Sadaka yako nzuri ya kumpendeza Bwana. Amen. Kwanza sadaka inafaa ikupendeze wewe, ukijua katika roho yako iko sawa kabisa, ndio hiyo itampendeza Mungu. Lakini kama wewe haikupendezi kwa sababu unaona umefanya utifu, yaani umefanya uwizi fulani, baki na akule vizuri kuliko kujitafutia laana. Amen. Mungu anasema mtolee ikiwa kamili. Amen. Hata kama ni shilingi moja, lakini iko sawa.
Umenisikia? Hata kama ni shilingi 5 lakini ikiwa sawa, hata kama ni shilingi 10 lakini ikiwa sawa, hiyo ndio Mungu anazungumzia. Amen. Na utaona njia zako zikifunguka moja baada ya nyingine. Vita vikija, nasema huyu ako na idea yake, huyu amekamilika kwangu, huyu hapo sawa. Unapenya, unapita na unakombolewa. Amen. So wacha nikuombee kwa ajili ya hichi kipindi kizuri cha sadaka. Bwana wangu, imefika wakati mwingine wa ibada kuu tena takatifu zaidi, ambazo ibada hizi zilifanyika na ulifurahi sana zilipofanyika kwa watumishi wako ambao uliwawakilisha katika maandiko. Wakina Ibrahimu walifanya hivi, hata Ibrahimu ukamjaribu haswa hata na mtoto wake, ukamwambia akutolee iwe dhabihu. Bwana, ulikuwa na mjaribu kwa sababu ulikuwa unataka kujua kama ni kweli Ibrahimu alipopata mtoto alikusahau ama hajakusahau, lakini ukaona ukweli Ibrahimu bado alikuwa na upendo. Sasa ukasema sisi ni uzao wa Ibrahimu, hatuwezi kuwa uzao wa nyoka, maana nyoka hapendezi, shetani hapendezi kumtolea Bwana, hapendezi kabisa. Lakini ikiwa sisi ni uzao wa Ibrahimu, sisi ni uzao teule, na tutaenenda kwa maadili ya baba yetu Ibrahimu, maana ulisema wewe ni Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na ni lazima tuenende vile ambavyo baba Ibrahimu na Yakobo baba walivyotembea. Maana ilikuwa likifika ni wakati wa kukutolea, Bwana tunakutolea. Nao baba tumefika wakati wa kukutolea, hakika tutakutolea. Naye Ibrahimu alikuwa akifanya hivyo, naye Isaka alikuwa akifanya hivyo, naye Yakobo alikuwa akifanya hivyo, wakina Yusufu walikuwa akifanya hivyo, wakina Musa walikuwa akifanya hivyo, watu wote walikuwa akifanya hivyo. Nasi tunafanya hivyo Bwana, ili Mungu ni yule yule tu, jana leo na hata milele, hajawahi badilika. Wanadamu ndio wanabadilika, lakini sisi Baba umetuita, na ndio maana tumefika katika hekalu lako. Hatujaenda kwa waganga, bali tumekufuata wewe. Hatutatolea kwa waganga, tunatolea kwa Mungu. Zamani zile Baba tulikuwa tunatoa kwa waganga hadi kuku, tulikuwa tunatoa kwa waganga hadi michele, tulikuwa tunatoa kwa waganga hadi nazi, tunatoa kwa waganga hadi vitu vingine. Lakini kuanzia sasa vile ulivyotuita, hatuonekani tena kwa waganga, tunaonekana kwa Mungu, ili dhabihu yetu kaonekane kuwa safi, nasi mioyo yetu ikawe ni safi, maisha yetu yakawe masafi, yasiwe na giza, yasiwe na maagano, yasiwe na mapepo, yasiwe na maroho ya giza, bali kawe na roho wa Mungu peke yake. Kwa maana tunapokuja kukutolea, tunatolea Bwana Mungu wetu, tunatolea Yesu wetu, tunatolea Baba wetu, ili akaokoe maisha yetu, ili akatupiganie maisha yetu, ili akabariki mikono inayotoa, ili akabariki mioyo inayotoa, ili akaponya mioyo inayotoa, ikaponya mwili inayotoa, katika jina la Yesu Kristo. Ikakombolewe ile roho ambayo Bwana inajua maana ya kukutolea, ikakombolewe Bwana, na hata yule hana Baba na roho ya kukutolea pia kajikombolewe vile vile, kwa sababu siku akipata hata wao kusahau, katika jina la Yesu. Basi tumeona Baba, tukijua kwamba utaenda kuwabariki, utaenda kuwaponya, utaenda kuwafungua, utaenda kuwapigania, utaenda kuwatetea na kuwamalizia matatizo yote katika mwili wake. Asante Bwana, maana utajua ombi la sadaka, utajua ombi la fungu la 10, utajua kile kinachokutolea, maana ndio unamjua hata ukafurahi baada ya kukutolea. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu, unayejali roho inayokupenda, na ndio maana maandiko yako yakasema, ninawapenda wale wanipendao. Asante Bwana, tunakupenda, na ndio maana tunaona ni vyema Baba tukutolee, maana maombi peke yake bila matoleo haitaweza kutuokoa. Tunaomba Mungu ukaipokee sadaka hii na ikawe manukato, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tolea Bwana, tolea Bwana, tolea Baba, na baraka mbinguni. Tolea Baba,
Usiwahi kuporokewa. Akili zake sio za amani na furaha kila mahali anapokwenda. Baba, ukafurahisha moyo wake, ufurahishe jamii yake, ufurahishe nafsi yake katika jina la Yesu. Maana ni wewe Baba unayefanya yote juu ya maisha yake. Ninajua Baba utatenda makuu katika maisha yake, atazidi kutoa shukrani kwa sababu Baba unamwendesha na unamkalisha nasi baada ya nasi katika jina la Yesu. Wacha sasa ukamwinua zaidi na zaidi, ukamweka kiwango cha juu wewe na familia yake, wewe na jamii yake, na chochote unachokipanuka katika maisha yake kikapendeka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kuamini. Amen. Amen.
Kamata hiyo. Kamata hiyo.
inaisha na utamu wake, inaisha na utamu wake, inaisha
Ngoja bana. Ngojea. Mbona sema bado na umechoka? Alikanipeleka mpaka hapo. Atwende sahi. Atwende sahi na ndio. Ngoja. Wewe. Tulie. Niko na ibada usiku. Wewe utaniwia rani. Niko na ibada. Nyinyi. Leo nimeamini kujazia Yesu. Leo nimeamini kujazia Yesu. Nimeamini. Leo nimeamini. Leo nimeamini kujazia Yesu. Leo nimeamini kujazia Yesu. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jamani, pigia Yesu makofi bana. Yaani leo kwa deliverance ya sifa tu. Kama hujafunguliwa, nadhani kila mmoja wetu amefunguliwa. Amen. Ninasikia amani kabisa. Na mtumishi wa Mungu akisikia amani inamaanisha Mungu amefanya kazi kwa watu wote waliofika mahali hapa. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awazidishie sana. Mungu atazidi kuwatendea sana. Amen.